mchezo wa pili wakacheza dhidi ya Angola, mchezo wa tatu wakacheza dhidi ya Algeria, na mchezo wa 4 jana wakacheza dhidi ya Egypt ama Misri. Bado wanaendelea kung'aa na kufanya vilivyo. Mikwaju ya penalty ndiyo ambayo iliamua Tanzania kwa maana ya Serengeti Boys kutinga hatua ya finali, lakini katika dakika 90 walikamilisha ama zilikamilika kwa sare ya magoli 3-3. Niliwahi kuzungumza na Elia hapa kuhusiana na safu. Nafikiri ilikuwa ni wewe, kuhusiana na safu ya ushambuliaji. Moja kati ya kitu ambacho ni ngumu kuwazuia Serengeti Boys pamoja na kuwazuia kufunga. Michezo yote waliocheza minne mpaka mchezo wa jana, yote wamefunga magoli kuanzia 2 na kuendelea. Sahi. Mchezo wa jana ulikuwa kidogo ni tofauti na michezo mingine ambayo walicheza, lakini kulingana na hatua na mpinzani. Lakini no doubt kwa hiyo ambaye alikuwa anafuatilia namna ambavyo mashindano yalivyokuwa yanaenda ama namna ambavyo Serengeti Boys alikuwa anacheza, ni timu ambayo ilikuwa inaonekana ilikuwa imejipanga vizuri sana mpaka kufika hatua ya finali. Ni kazi ambayo ilianzia mazoezini of course mpaka ndani ya uwanja, maana kwenye mechi zenyewe. Kwa hiyo binafsi Serengeti Boys walianza vizuri na ukiangalia hata idadi ya mabao ambayo walifunga ni kuanzia kwenye hatua ya makundi kuja kwenye hatua ya mtoano walikuwa wamefunga zaidi ya mabao 5, wakati wameruhusu zaidi ya mabao 3 nafikiri kama sio 2. Ndio. Lakini ukiangalia wapinzani wao mpaka wanaenda kucheza mchezo wa jana, wao walikuwa hawana goli, walikuwa na faida ya 0, yani hawakuwa na goli. Kati Serengeti Boys yeye alikuwa na faida nafikiri ya mabao 3. Kwa hiyo Misri sio kwamba alikuwa na takwimu bora kiasi hicho kwenye michezo ya makundi, michezo pia ilikuwa ya robo nafikiri. Robo ndo alikuja kushinda dhidi ya Ivory Coast, ndo alishinda kwa mabao mengi sana, mabao 4-1. Lakini kwenye mpaka kufika kwenye hatua ya robo, timu ya taifa ya Misri walikuwa wamefunga mabao 3, wamefungwa mabao 3. Kwa hiyo walikuwa hawana faida ya bao lolote. Lakini Tanzania kidogo walikuwa wanaonekana kwenye safu ya ushambuliaji wako vizuri. Misri kwa mchezo ambao walionekana kuwa bora kwenye safu ya ushambuliaji ilikuwa ni mchezo dhidi ya Ivory Coast, kama nilivyosema alishinda goli 4-1. Lakini michezo ile ya nyuma, kuna mchezo walitoa sare bila kufungana, kuna mchezo walishinda 2-1, kuna mchezo mwingine pia walishinda 2-1. Kwa hiyo walimaliza wakiwa na alama 4 kwa sababu walishinda kwenye mchezo 1-2-1, kaja wakatoa sare ya bila kufungana. Mchezo mwingine walipoteza kwa idadi ya mabao 2-1. Kwa hiyo sio kama walikuwa wazuri kwa kiasi hicho, hapana, lakini kwa timu yetu ya Serengeti Boys walikuwa bora kutokana na kile ambacho walikiachieve kwenye michezo ya nyuma. Mchezo wa jana nafikiri hata kabla ya kuchezwa nilikuwa nazungumza na Elia kutokana na matayarisho ambayo Serengeti Boys walikuwa wameyafanya na kile ambacho walikuwa wamekizungumza kabla ya mchezo. Of course walionekana kwamba walikaa na kuangalia Misri wako bora sehemu gani. Ndio maana hata mchezo wa jana Serengeti Boys kuna muda waliuchukua mchezo kwa asilimia kadhaa, lakini kikubwa kilichonivutia zaidi ni kutofanya makosa ya hapa na pale. Makosa ya safu ya ulinzi jana ya kufanyika kwa kiasi kikubwa, lakini eneo la goalkeeping nafikiri goalkeeper alifanya kazi yake kwa asilimia 100. Kuna shambulizi alitengeneza Misri, lakini namna ambavyo goalkeeper alienda kucheza ule mpira unasema yes, alikuwa kwenye mchezo kwa sababu ilikuwa ni shambulizi la hatari na engo ambayo ilikuwa imetafutwa ilikuwa ni engo ambayo ilikuwa ngumu sana, lakini goalkeeper aliweza kuliokoa ile shambulizi. Kwa hiyo kwa asilimia 90 kwa asilimia 98 inaonekana wana point something. Jana Serengeti Boys walikuwa vizuri kila idara, japo idara ambayo ilikuja kuangusha nafikiri ni idara ya ushambuliaji, kwa sababu mchezo hawakumaliza ndani ya dakika 90. Inawezekana tahadhari ilikuwa kubwa, ndio maana hawakufikia huko kwenye kumaliza. Maana waliangalia mpinzani wanaocheza naye. Tutazame mchezo wa pili sasa, wana pita kwa mikwaju ya penalty. Mchezo dhidi ya Algeria shinda kwa mikwaju ya penalty, lakini pia mchezo wa jana dhidi ya Egypt
kushinda kwa mikwaju ya penalty. Bila shaka ni miongoni mwa kitu ambacho ni bora kwa upande wao. Yeah. By the way, hatuna budi kuwapongeza kwa sababu mpaka wanafika hapo, kama nilivyozungumza mwanzoni, kuangalia timu ambazo wamekutana nazo. Serengeti Boys kakutana na timu ya taifa ya Angola hiyo under 17 kawatoa, kakutana na Algeria kawatoa. Hao Algeria wao wamekuwa kisoka kidogo, wanatuzidi baadhi ya vitu. Lakini Angola tunajua na wao pia sio wabaya, wanaanza kuja kwenye mpira wa miguu, na wao ni kama wanaanza kuja wakiwa na kasi ya juu. Kwa hiyo wamewatoa hao wote wawili, wakaenda kumtoa jana Misri. Kwa hiyo haikuwa kazi nyepesi. Of course alimtoa pia Mozambique. Kwa hiyo naelewa kwamba inawezekana amepita kwa mikwaju ya penalty, alishinda kuamua ndani ya dakika 90, lakini ni kutokana na ugumu ambao walikutana nao kwa timu pinzani. Mimi nafikiri Serengeti Boys kuna namna wameonyesha ushindani mzuri. Ni kwa mara ya kwanza, lakini angalia walivyoonyesha ni kama ni timu ambayo imeshakomaa kwenye mashindano, lakini ndio kwa mara ya kwanza tunawazungumza, kwa mara ya kwanza wanacheza, kwa mara ya kwanza nafika finali, bado kuna asilimia za kuwa mabingwa. Kwa hiyo shakata tiketi pia kucheza kombe la dunia. Kucheza kombe la dunia ambalo litafanyika na nafikiri itafanyika Qatar. Kwa hiyo hatuna budi kuwapongeza, na wapinzani wao ambao pengine walikutana nao ndio walikuwa wanaendelea kuwapa uzoefu na kuwakomaza kwamba mnapokwenda mbele sio kwamba mtakutana na timu nyepesi. Kwa hiyo ndio maana mpaka sasa tunavyowaona ni kama wamekuwa na muunganiko mzuri. Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotion wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762 484266. Instagram @viva_promotion.